Viongozi wa mila na desturi ya jamii ya Masai ambaye imetoka katika pembe zote katika mkoa wa Arusha. Jina langu nimetambulisha, naitwa Isaac Oleksongo Meijo, kiongozi wa jamii wa Masai Tanzania katika taasisi yetu ya Baraza la Maria. Mimi pia ni mjumbe wa kamati ya ushauri Umoja wa Machifu Tanzania. Pia ni mjumbe ya kamati kuu Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Majuzi katika wiki hii tumeona kwenye video vijana waliofanya makosa makubwa kumtusi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika maisha yangu ambayo na zaidi ya miaka 70 sijawahi kuona maneno kama hayo, kwamba hata kama tumepata uhuru kiasi gani, hata kama tuko kwenye siasa, uweze kumtusi kiongozi ya nchi. Sijawahi kuona katika maisha yangu. Nilipoyaona nimeasiliana na uongozi ya jamii, kundi la vijana kupitia wenyeviti wao na makatibu yao, kwamba wameona hiyo filamu na wakafikiri kwamba wameona. Nikampa siku wapatikane hao watu, na wakafanya vizuri na wakapatikana. Nilichokifanya, nimeomba vyombo vya dola kama polisi ambayo alikuwa anakamatwa, jambo hili ipewe mila, na wakanikubalia. Tukajipanga baada ya baba zao kuja kwenye ofisi ya Maria, ambayo ndio hao ambao wamekalia matako yao chini, wamepiga magoti kwamba hao vijana wanaweza kukamatwa na wakashughulikiwa na wakapoteza maisha yao. Kwa sababu mila ya Masai hakuna jambo linaloshindikana. Mnajua hata wakiuana wana utaratibu wao kupatana na kutoa ng'ombe poso, ng'ombe 49. Tofauti na makabila mengine katika dunia hii kabisa. Kwa habari hii wote tumeshuhudia, na ningeomba walio kwenye simu hiyo, hawa waandishi wa habari waone kwamba ilicholeta hiki kikao hiki ambayo hajawahi kutokea ni taharuki ambayo vijana wa Kimasai wanafanya. Naomba katibu wangu mkuu kama kwenye simu yake alete hapa, kama kuna mtu ambaye anapendeza. Watu wengi wanasema kwa nini Wamasai wanaandamana? Hatuandamani, tulichukia. Unaharibia Wamasai ambao wamekuwa na wazalendo katika nchi hii. Ni sehemu ya jamii inayoaminika. Alafu tu mtu mmoja akatamka maneno sio fanana, alafu tusiandamane kuilani. Nimepata simu mbalimbali. Kwa nini wanaandamana? Tunaandamana kwa amani, lakini kwa kuadhibisha hawa waliofanya kitendo hiki. Rais wa nchi naitegemewa uongozi na kusema, wewe Rais Samia, wacha kuchanganya mila na siasa. Ni wapi amechanganya? Na ndio maana huoni hata mtu anayeomba kura hapa. Tumetaka kwamba hakuna siasa hapa. Hii ni kipindi ambayo sisi mnafanya uchaguzi, haingii hapa.
hatuko kwa kufanya kampeni wala kufanyia rais, lakini ametusiwa na kijana wa Masai au vijana wa Masai. Tumeichukia kweli. Maana watu wamesoea kuongea maneno sio lipa. Tunataka maneno yanayolipa. Ikiwezekana uwe na change. Watu wana Masai wanaandamana. Wamasai waandamani ni kabila moja unaitii. Tulitaka watu 10,000 leo. Katika mkoa huu ambayo tokeo hili limetokea. Kuna madume yameongeshwa pale. Ilikuwa vijana iwekwa 70 kila mmoja. Na ilikuwa iletwa diramu hapa. Kila mmoja analalia. Anachapwa mikono nani viboko 70. Yaani baada ya baba zao kuangukia sisi kama viongozi wao. Nini mbadala ya viboko 70? Ni dume. Vijana walikuwepo kama 5 4 hawajapatikana, lakini bado baba zao wamepatikana wakaleta madume 4. Wameanguka pale. Msemaji mkuu wa jambo hili ni mimi kama kiongozi wa jamii. Tulichukia kweli. Nilitaka anyolee hata haya marasta hizo ambaye haina historia yetu. Ni watu tu wanyolewe, na nashukuru uongozi kwa maana wenye viti wa vijana wamefalisha tanguo wa Kimasai. Maana alikuwa amefaa nguo ambayo hayana maana. Kama sio kwamba tumefahamu kwa sura, tulisema tu ni wahuni wafuta bangi ambayo wanasungua katika mkoa huu. Lakini kwa sababu vijana viongozi wametambua zura zao, ndio maana tumeleta hapa. Ombi letu, kwanza shukrani kwa vijana wote. Nyangulo, hebu pandisheni mikono zenu niwaone. Wanaitwa Kemayani. Ikawa unaitwa Irrited. Ndio amepata pale Mukula 2000 sijui 10 ngapi. 18. Hii ndio nguvu kazi. Hii ndio jeshi iliyopewa madaraka kusimamia kwa muda huu. Korianga wapo lakini ni wasei. Hawa ndio wanaandaa kundi linaloitwa Irimegoliki ambayo bado hawajapata tohara. Hawa. Hii ni jeshi la jamii. Juzi nilikuwa tarehe 20 mwezi uliopita, nilikuwa kule Mwanza na Mheshimiwa Rais. Wametoka watu zaidi ya mikoa 6 vijana ambao wanaitwa kule sungusungu. Ni jeshi la akiba kwa ajili ya majamii hiyo. Na hili ni jeshi letu la mila zetu. Nashukuru mmeichukia hii. Na ndio maana umetokeza kuchukia kitu hiki ambayo imeenda kinyume na maadili yetu. Nasema nashukuru viongozi waliohamasisha na kuletea vijana hawa na wazee na viongozi walezi na viongozi malaigwanani vijana na viongozi wa ukoo waliochukia hiki baada mimi ya kueleza kwamba tunahitaji watu tukutane hapa. Hatuwezi tukaelea vijana katika usura ya mabanki. Mimi ndio ile ambaye nimesema kwenye nani iliyopita kule Kisimiri, kijana akipatikana wanalautiana au wawe. Au wawe. Hatukumunyi kabisa masuala kama haya. Watu walikuwa wanafikiri naogopa na hojua na vyombo vingine anasema haki za binadamu. Nimesema ni hojue atauawa tu. Sitaki wa vijana watu, taki wa vijana, viongozi hawa. Vijana wanaelekeza serikali, hatutaki. Marasita inayosumbua watu na kuwakilisha watu kama wanakunywa bangi. Hatutaki. Na kuasia leo viongozi vijana na walezi, kijana yote atakayeonekana na marasita, suka yale marasita ya kisamani ya Kimasai inayotambulisha wa Masai. Ukiona haya isiyolipa inaleta mabangi, ashughulikiwe, aletwe Abelerai. Apigwe 70 kuanzia leo. Marasita hovyo. Kijana akisoma eti anafahamu Kiingereza, anaekit, atakuwa mzungu tu. Analeta maelezo gani? Natamka kijana yote kuanzia leo huyu aenda kanyoe, asuke kama Masai ya samani, ieleweke.
kwamba huyu ni Masai, maana anamsuka Kimasai. Sio marasta ambaye imetoka inaakilisha wafuta bangi, wala madawa ya kulevya. Anayelegeza ashughulikiwe. Msichana naye anayepasua magauni yao mpaka sehemu za siri ashughulikiwe na kina mama. Wanasalisha vijana ambao wanatukana wakuu wa nchi. Tunataka wapi? Hatutaki. Waheshimiwa Malaigwanani, waandishi habari, hili jambo sio la kumngunya. Na ndio maana hakuna mtu aliyokanyaga hapa. Tulisema upeo mila nafasi ya kuchukua kitu na kuilani na kuonyesha taifa hili kwamba Wamasai hatuko kwa kubatisha masuala ya amani. Na sisi tunaungana na amani, kuunda amani na kuilinda, ambayo tumekuta tangu tumepata uhuru. Sio kijana ambaye analeta taharuki. Sisi tunafanya mikutano yetu kwa amani, bila mashaka, pale kwenye taasisi yetu Amaria, hata hapa Lerai tunafanya, hatuingiliwi, hatuhojiwi. Lakini watu wakileta kuchanganya, tumeonyesha watu tunaweza tukatokeza na tukaichukia. Nimeomba serikali ingekuwa imebebwa sasa hivi hao, angebebwa kupelekwa polisi na hangeonekana kipelekwa rumandi. Lakini serikali tuna mahusiano naye. Vyombo vya dola tunafanya masuala makubwa. Wamasai akiuana bahati mbaya, tunaenda kwa jaji, tunaomba kesi tunaimaliza kwa njia ya makubaliano. Hata ili swala imetukanwa rais, imesalilishwa rais, naomba rais atusamehe. Na aone nini sehemu ya watu wake. Hata wala bangi, madawa kulevya ni wake tu pia. Kwa hiyo sisi tumesema tutoe elimu badala ya kupeleka mahakamani. Ombi langu nimeitumia kwa kupitia hao Malaigwanani wote, makundi ya vijana, walezi na Malaigwanani wote kwa serikali. Msifikiri kwamba angekamatwa. Ni maombi yamefanyika. Nimemweleza rasio kwamba utupe iwe sehemu ya elimu kwa wengine. Ukimkamata huyu utaenda kumfunga. Mtu ambaye amemtusi rais, wataonekana jamani? Ataonekana jamani? Eti kwa sababu ni siasa. Nataka kusema nimalizie. Jero unaitwa nani huyo? Huyo kwanza. Lawrence Ole Kuresoi. Lawrence Ole Kuresoi. Ulitumwa kufanya haya? Hapana. Una akili timamu? Kwa sasa niko na akili timamu. Lakini ulikuwa pia hupo saa hiyo. Ulikuwa umefanya haya mambo sehemu gani? Ulikuwa unasimama? Wakati kutangaza ulikuwa sehemu gani? Hapa Lerai. Umekuja Lerai? Ndio. Kutangazia? Hapana, umetokea tu makosa. Ulifanya katika eneo la Lerai? Ndio. Ulivyofundwa kutahiriwa miaka 1000 ngapi? 2011. Hujafundishwa kwamba utii serikali? Ndio, nimefunzwa hivyo. Umeenda dini? Una dini? Ndio. Usome Biblia? Nasoma. Hujakutana sehemu ya Warumi 15 inasema kwamba tii mamlaka? Ndio. Sasa kwa nini ulikuwa unafuta sheria? Kidogo ulikuwa siko sawa. Unakula madawa kulevya? Hapana. Kama unakula sema ukweli. Sikuli. Maana unaweza ukapeleka ukapimwa. Sikuli. Weka. Watu wameuliza maswali makubwa, waheshimiwa waandishi habari. Serikali haijashindwa kukamata baada ya sisi kumpata. Ni ombi imetumika kupitia vyombo vya dola. Mtupe tutaasibu na itarudia. Na kwa nini tumekuja Lerai? Maana kwa wengine wanasema kulikuwa na maandamano imepita mwezi uliopita. Ilipita kweli? Hiyo sio hii. Pamoja tutakuwa tungehitaji kikao bado ya kufanya maandalizi ya tarehe 20 mwezi wa 10 ya kwanza kufungua tohara. Tumemleta huyu kijana wenyewe, umesikia wenyewe kwamba amefunzwa hapa. Mafunzo ya kimila amepata hapa. Kuna udongo naitwa Ndiroto yuko hapa kulia kwangu, ambaye ukiona kijana Kimasai akati ana tohara anapaka uso na kwenye upe. Hapa ndio inapatikana. Naitwa Amani Ole Silanga. Mimi ni mwenyekiti wa Chamata mkoa wa Arusha. Chamata ni chanzo cha matumaini Tanzania.
Taasisi ni taasisi ambayo kazi yake kubwa ni kumsemea rais. Kazi yake kubwa ni kuzungumza mema anayefanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii nimekuja kwenye mkutano huu wa mila ambayo imeendeshwa kimila katika eneo hili la Elerai, Buruka, Arusha. Nimefurahishwa na tendo hili ambalo viongozi wetu wa kimila wamefanya ya kutoa adhabu kali kwa wale vijana ambao wamemtukana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama ambavyo nimesema katika siku ya wababa duniani, nilizungumza nikasema hatutakuwa tayari kumwona Mheshimiwa Rais akitukanwa aidha kwa njia ya mitandao au kwa njia yoyote. Maana rais ni mzazi kama alivyo mzazi wangu. Na nikasema mtoto yoyote au kijana yoyote katika nchi hii, sio kwa jamii ya Kimasai, anayetumia nafasi yake vibaya kumtukana mtu aliyemzidi umri, ni lazima tumchukulie hatua zote za kisheria, tukiwa kama taasisi na tukiwa kama jamii. Na leo nimehudhuria kwenye tukio hili kubwa ambalo limefanyika leo, na nawapongeza viongozi wetu wa mila kwa rika pamoja na mwenyekiti wetu wa ukoo Ole Kisongo kwa namna ambavyo adhabu hii itakuwa fundisho. Yule ng'ombe ambaye kijana huyu leo ametoa na imechinjwa ingemsaidia na wazazi wake na jamii yake. Mimi kwa majina naitwa Gerard Edward Saitaba. Natokea Loruvani. Kwa kitendo cha vijana wenzetu waliokifanya kwa kumtusi rais, sisi kama vijana wenzao tunakikataa na tunakilaani ipasavyo. Kila siku tunafundishwa, tunaelekezwa namna kuenenda katika mila yetu. Katika mila yetu haturuhusiwi kumtusi kiongozi yoyote wa serikali, kama mtu mkubwa kama yule rais. Kwa viongozi wetu wa mila Malegwanani wametoa faini na adhabu kali kwa vijana waliofanya hicho kitendo, na sisi kama vijana tumewasamehe wenzetu kupitia hiyo adhabu aliyopatiwa. Vile vile tunaomba msamaha kwa rais Mama Samia, Mheshimiwa Rais wa nchi yetu. Tunaomba utusamehe sisi kama vijana wa Kimasai. Haitokajirudie tena na tumepiga marufuku. Tunaomba utusamehe rais.